Safari 1025. Na mtazamaji wa Global TV, karibu sana kwenye Safari 1025. Mimi ni Gadmuya na leo kwenye Safari 1025 nipo na Evelyn Meena ambaye ni mwanasiasa lakini pia kada wa Chama cha Mapinduzi, ambaye katika historia yake ameshahudumu pia katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunaenda kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na siasa za Tanzania, ni kwa namna gani kijana zinamgusa mtoto wa kike, lakini pia na wanamama, lakini pia ile tunasema kubalance kila kitu kiweza kwenda vizuri na kuondokana na ile uzamani tunaweza tukasema. Kwa hiyo tutaenda kuzungumza mengi sana kupitia Safari 1025. Karibu sana. Nyuma ya kamera yupo Zakaria ambaye anahakikisha kila kitu kinaonekana vizuri. Madam, karibu sana. Asante, nashukuru. Habari yako? Habari yangu ni njema kabisa. Uko vizuri kabisa? Nashukuru Mungu niko vizuri. Karibu sana. Kwa yule ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, karibu sana, tupate historia yako kwa ufupi, sehemu ambazo umehudumu katika vyama vya siasa na mambo kama hayo. Karibu sana. Asante. Kama ulivyonitambulisha hapo awali, kwa majina yangu kamili naitwa Evelyn Elikira Meena. Ni binti wa Kitanzania ambaye ni mwanasiasa. Nimewahi kuhudumu katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Katika siasa zangu nimekuwa upinzani kwa miaka yote tangu 2009 nilipojiunga na chama hicho mpaka kufikia mwaka jana, ndipo ambapo niligeuza karata yangu na kuamua kuhamia Chama cha Mapinduzi. Kuna sababu kadha wa kadha ambazo zilinisababisha niweze kutoka katika chama changu kile, lakini kwenye chama changu kile nimewahi kuhudumu nyadhifa mbalimbali, ikiwemo mweka hazina wa baraza la vijana wa Chadema kwa ngazi ya taifa, tunaita Bavicha. Pia nimewahi kuwa mjumbe wa secretariat kwa ngazi yangu. Pia nimewahi kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya vijana. Kwa hiyo nimefanya shughuli nyingi. Pia nimewahi kutia nia kugombea ubunge wa viti maalum kwa jimbo la Kibaha mjini, na kwa mkoa mzima wa Pwani niliibuka mshindi wa kwanza 2010. Lakini kuna sababu kadha wa kadha zilitolewa, ikiwemo bado ni mdogo, binti mchanga, tukuache kwanza tukulelee ukue vizuri ili tuweze kukupa nyadhifa kubwa ambazo tutaweza kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo aliteuliwa aliyeshika nafasi ya pili chini yangu. Mimi nilikuwa mshindi wa kwanza, lakini aliteuliwa nafasi ya pili ambaye anaitwa Mama Mary Muro. Alikuwa ni mbunge kwa bunge lile lililoisha. Kwa hiyo nimefanya shughuli nyingi sana. Na hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka 2010. Nilitiania, niligombea ubunge wa viti maalum jimbo la Kibaha mjini. Na hapo ulikuwa umeanza umeingia kwenye siasa 2009 ndio umesema? Sorry, nimegombea 2015, sio 2010 ya 2015. Kasema ulienda haraka sana. 2015 Sawa, hongera sana. Nini kilikusukuma kama binti mdogo kabisa, kwa sababu kwa kipindi hicho ulikuwa na kama miaka mingapi? Kama miaka 20 na kitu. Sawa, hongera sana. Nini kilikusukuma ile kikakupa ile nguvu ya kwamba mimi naweza, na kweli ukaweza? Nilikuwa najitolea sana kwenye chama changu na kwenye chama changu kile nilichokuwepo ulikuwa unaona tunaweza kupewa nafasi mabinti na wanawake. Na nia yetu na lengo letu lilikuwa ni kuhudumia wananchi, kuleta maendeleo kwa wananchi. Mimi binafsi napenda sana kuhudumia wananchi, napenda kuona amani na tawala, napenda kuona usawa, napenda kuona haki, na ndicho kilichokuwa kinahubiriwa kwenye chama kile kipindi hicho. Kwa hiyo na mimi nikajitokeza kuweza na mimi kuongoza, kuwasaidia kufanikisha hayo ambayo walikuwa wanahubiri. Kwa hiyo nikaweza kujitokeza na kuchukua fomu kipindi hicho. Unatiwa ujasiri, unatiwa nguvu kabisa, na unaweza kwenda kushiriki. Kwa hiyo nikashiriki mchakato ule kabisa ndani ya chama. Tulienda vizuri na wapiga kura walipata kunielewa sana. Ndio maana walinipa kura za wingi za kishindo, nikaibuka kidedea. Lakini mchakato wa ndani ya chama ndio ambao haukubaliana na wapiga kura. Lakini wapiga kura walinipa kura, nilipata kura nyingi sana za kishindo. Lakini ndani ya chama ikawa vice versa. Sawa. Nini sasa kuanzia 2009 mpaka mwaka jana 2024, nini kimebadilisha mawazo yako mpaka ukaona sasa side B ngoja nihame nije side nyingine? Karibu sana. Kilichobadilisha mawazo yangu kikubwa sana ni ile nia ya dhati ya chama changu. Kuona je, chama changu kina nia ya dhati kweli ya kutaka kushika hii dola? Nikaona hakina nia ya dhati. Kile kinachoyahubiri hakiyatekelezi. Tunahubiri demokrasia, hatuiishi. Yaani tunahubiri lakini kwa maana ya Chadema. Kwa maana ya Chadema. Pia nikaangalia upande wa pili. Sisi tunahubiri huku demokrasia. Je, upande wa pili ipo? Sisi tunataka kuongoza nchi, kuleta maendeleo kwa nchi yetu. Je, sisi kwa mwenendo wetu tutaweza? Upande wa pili wanafanyaje? Nikaona upande wa pili
hicho ambacho tunakihubiri ndicho wanachokifanya. Maendeleo tunayoyalilia ndiyo yanayoletwa maendeleo makubwa kabisa ya nchi hii. Usawa, haki, amani, vyote vinapatikana upande wa pili. Na nikiangalia upande wetu huu ambao tunalilia tukipate hicho cha upande wa pili tuweze kuongoza, tukipewa tunaweza tusiweze, kwa sababu tunachokihubiri hatukiishi. Umeona hata uchaguzi ulioisha wa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo juzi tu hapa, unakumbuka mambo yaliyotokea. Umeona siasa zao wanapozifanya, siasa za chuki kabisa, siasa za matusi, siasa za kudhalilishana, kutwezana utu wa mtu. Kwa hiyo unaona ni chama ambacho huo ni uchaguzi ndani tu ya chama. Wakipewa nchi itakuwaje? Kwa hiyo nikaona hawa hicho wanachokihubiri hakiwezi kutekelezeka. Upande wa pili mambo makubwa yanafanyika. Mheshimiwa Rais ameonyesha nia ya dhati kabisa ya kutaka kuendeleza taifa hili. Na hilo lilinisukuma alipoingia Mheshimiwa Rais mama yetu mpenzi Samia Suluhu Hassan. Ndio nikaanza kufuatilia, na sio mimi peke yangu. Chama changu nilichokuwepo Chadema chenyewe kilionyesha mama huyu anaweza. Na kilionyesha kwa jinsi gani. Tunakumbuka hata mwenyekiti wa kipindi hicho Freeman Aikaeli Mbowe alifanya mkutano wake Mwanza. Alimsifu mama sana. Akasema mama huyu ni jemedari, mama huyu ni jasiri, mama huyu ametuliza nchi. Unakumbuka alichukua nchi katika hali ya majonzi. Wote hatukutarajia yaliyotokea. Aliachiwa miradi mikubwa ya kimkakati ya kimaendeleo. Mama huyu ameitekeleza bila kutetereka. Kwa hiyo nikaona sio vema kama Mtanzania kuendelea kupinga haya yanayofanyika na upande wa pili, ili hali yanayofanyika ni mambo makubwa na ni mazuri ambayo sisi upande wa huku tunayalilia, lakini hatuwezi kuyafanya kama wanavyoyafanya haya. Kwa hiyo nikaona nguvu zangu hizi ambazo naendelea kuzipoteza huku kama binti wa Kitanzania, kama kijana wa Kitanzania, basi niziunganishe huku ambapo wana nia ya dhati kuhakikisha basi taifa letu hili linafika pale ambapo tunatamani lifike, kwenye nchi ya ahadi ya maziwa na asali. Ndilo hasa lililonisukuma mimi kama mtu ambaye amehudumu katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo na sasa hivi kada wa Chama cha Mapinduzi. Unaona vijana wanapata ama wanashirikishwa na kufanya tunasema kushirikishwa katika vyama vya siasa na kufanya kazi kupitia siasa na kuleta kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu? Alipoingia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati analihutubia bunge mwaka 2021 aligusia swala la mtaala wa elimu. Tunaona kabisa ukitaka kumuondolea mtu umaskini, basi elimisha watoto wake au muelimishe yule mtu, mpatie ujuzi ili aweze kwenda sasa kufanyia kazi na kuleta maendeleo. Kwa hiyo alisisitiza kuhusiana na mtaala wetu wa elimu. Mtaala wa elimu tumekuwa tukiupigia kelele kwa kipindi kirefu sana. Mtaala wetu watoto wanapata elimu, lakini ile elimu haimsaidii mtoto kwenda kujiajiri. Lazima asubiri ajira tu ya kuajiriwa. Lakini alivyokuwa anahutubia bunge, basi akawaambia angalieni mtaala huu ukapate kwenda kurekebishwa. Na tumeliona hili mwaka huu limetokea. Kwa hiyo ni mbegu ambayo mama ameipanda, ambayo itaenda kuchipuka na matunda yake tutakuja kuyaona kwa kiasi kikubwa sana. Kumekuwa kuna kasumba ama tunasema mawazo ya wengi sana wanasema mpaka uwe CCM ndio unaweza kupata fursa. Hili likoje? Na umehudumu sehemu mbalimbali. Ndio maana mwanzo nilitaka historia ili tuweze mtu aweze kufahamu. Ukizungumza upande huu, ukizungumza upande huu, mtu anakuwa anajua kabisa una experience hizo sehemu zote mbili. Hili likoje la mentality iliyopo kwa watu wengi kwamba ukiwa CCM ndo unakuwa na nafasi kubwa ya kupata fursa kuliko ukiwa hauna chama au ukiwa chama pinzani? Karibu sana. Hiyo ni mawazo ya watu, lakini sio kitu cha ukweli. Mimi nimekuwa mpinzani kama nilivyokuambia tangu 2009. Lakini mimi sijawahi kukaa nje ya mfumo wa ajira. Nilikuwa ni mwajiriwa. Na pia hapo naweza kusema kwamba nilikuwa naikosea serikali yangu kwa kuwa naipinga, lakini nimeajiriwa. Mimi nimeajiriwa kwa takriban miaka 10. Nimefanya kazi kampuni za simu, nimefanya kazi benki kwa miaka karibu 6. Nimefanya kazi kampuni ya ving'amuzi. Kwa hiyo nilikuwa nina hizo ajira nikiwa ndani ya chama changu cha Chadema. Nilikuwa naweza kukihudumia kwa sababu nilikuwa na ajira ambayo inaniwezesha naweza kufanya zile shughuli. Baada ya hapo nimeweza kujiajiri mimi binafsi na ndo kuendelea na siasa hii nikiwa sasa hivi ndani ya CCM. Sina ajira ila nimejiajiri, lakini nikiwa ndani ya Chadema nilikuwa nimeajiriwa na serikali hii ambayo tulikuwa tunaisema kwamba haitoi ajira kwa vijana, lakini mimi binafsi nilikuwa nina ajira kabisa ya kudumu. Ndio.
Okay, kwa hiyo sio shida, sio kwamba labda ni CCM ndo vijana wa CCM ndo wanapata nafasi wa vyama vingine au ambao hawana vyama ndo wanakuwa changamoto? Hapana, sio changamoto, ni tofauti kabisa, kwa sababu hata mimi nawafahamu marafiki zangu wengi wa Chadema wameajiriwa na walikuwa wameajiriwa. Okay. Yeah. Sawa, unadhani CCM inatoa fursa pia kwa vijana wengine, achana sasa na hizi ajira za kawaida kama walivyosema, miradi ya kimaendeleo ambayo inafanyika? Tunaona sasa hivi kuna miradi mikubwa sana ambayo inafanyika nchini Tanzania. Unaona CCM inawapatia pia ama serikali kwa jumla, kwa sababu tunazungumza CCM kwa sababu CCM ndio imeweka serikali pale, kwamba inawapatia pia fursa vijana wengine ambao wapo mitaani kidogo kuweza kuingia katika ile miradi na kuweza kujiendeleza, lakini pia kuendeleza taifa lao. Kitu ambacho tunatakiwa tufahamu, CCM ndio imeunda serikali, lakini serikali ile inahudumia Watanzania wote kwa ujumla, bila kubagua itikadi ya chama, bila kubagua dini, bila kubagua huyu mtu ametokea wapi. Inahudumia Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo ni jukumu la kijana yeye kuhakikisha, je, ana taarifa gani? Sasa hivi kuna mikopo inatoka. Je, kijana unafahamu kwamba mkijiunga vikundi watu 5 wangapi, mkawa na mradi wenu, mnaweza kwenda halmashauri na kuchukua mkopo? Hilo mnalifahamu? Kwa hiyo ni kijana mwenyewe kujua serikali sasa hivi imetoa miradi gani. Kuna mradi unaendelea wa BBT, Build Better Tomorrow, ambao umewawezesha vijana, wamepata ajira, wamepata mitaji, wamepata mashamba makubwa, wametengenezewa miundombinu. Yote hiyo ni miradi inayotolewa na serikali bila kuangalia chama cha mtu. Lakini sasa wewe kijana, kila siku huko nyuma ya serikali kukosoa. Hizo fursa zinazotokea, utakuwa tayari kuzisikia, utakuwa tayari kuziona, utakuwa tayari kuzikimbilia na kuzifanya. Kwa hiyo serikali hii inatoa fursa kwa vijana wote. Tumeona Mheshimiwa Rais juzi ameenda Tanga, amegawa boti kwa wavuvi, alikuwa Mwanza, amegawa boti kwa wavuvi, ametoa miundombinu mingi ambayo inawawezesha wale watu kufanya shughuli zao, sio tu kwa kupata chakula, bali kwa kufanya biashara. Tumeona Mtwara watu wa korosho jinsi wanavyowezeshwa. Tunaona hata viongozi wa Chadema, kiongozi wa Chadema mkubwa analima parachichi Njombe. Kwa hiyo inatoa fursa kwa watu wote, kwa watu wote kabisa, na inahudumia Watanzania wote kwa ujumla. Sawa. Tuje sasa kwenye swala la tunasema miradi. Nilizungumza na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, John Heche. Tulizungumza mazungumzo mengi sana, lakini moja kati ya hoja yake alisema kwamba CCM imejikita sana kwenye swala zima la miradi ya vitu na sio watu moja kwa moja. Akimaanisha kwa maana ya kwamba madaraja sijui SGR na vitu kama hivyo, yani kwamba havimreflect moja kwa moja kwenye maisha ya Mtanzania. Yani vinaonekana kwamba bado vinaenda kuchukua kwenye mfuko wa Mtanzania, sio kumwekea kwenye mfuko wa Mtanzania. Ni hoja ambayo kuna wengine walisupport, kuna wengine ambao hawakusupport hilo. Sasa nataka kusikia kutoka kwako, kwa namna ambavyo umehudumu huku na huku. Najua manake utakuwa na uwezo mpana sana kulielezea hili, kwamba kweli serikali ya Chama cha Mapinduzi imejikita kwenye miradi ya vitu na sio mtu moja kwa moja. Karibu sana. Hilo na wiwa kuona kwamba Chadema ni jinsi gani wanafikiria, kwa sababu anavyosema kwa mtu, anataka serikali iende imwekee mtu pesa mfukoni, kwa sababu serikali inamwezesha yule mtu, inamsaidia miundombinu ili basi aweze kufanya shughuli zake vizuri. Ukiongelea swala la SGR, leo hii mfanyabiashara ana duka lake Dodoma, anafungua duka asubuhi, anakuja Kariakoo, anafunga mzigo, anarudi Dodoma same day bila kupoteza wateja wake. Kwa hiyo imemgusa mtu moja kwa moja. Na upande huo wa SGR tunaona serikali ilichukua jukumu la kusomesha vijana kwenye hivi vyuo vya ufundi ambao walipata ajira kule, walifanya kazi kule, walijikomboa vijana kupitia hiyo SGR. Kwa hiyo hivyo vitu ni miundo mbinu ambayo inaundwa kuweza kumsaidia. Kwa mfano kama huu mtaala mpya wa elimu sasa hivi, utasema ni kwenye vitu, lakini wale wanafunzi watakaomaliza pale moja kwa moja watakuwa na ujuzi, wataweza kujiajiri. Tunaona leo hii ni wa vijana wangapi wana kazi wameajiriwa, basi wanataka kuongeza kipato chao cha ziada. Mfano mtu anafungua gereji yake, lakini hana utaalamu na ile gereji, hajui oil ya diesel, hajui oil ya petroli, hajui kabisa. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu yeye kuisimamia ile biashara yake. Lakini utiifu ile elimu aliyoipata, angekuwa pia na elimu ya ujuzi ambayo inamfanya yeye aweze kutambua vile vitu, angeweza kusimamia ile biashara yake na kuiona faida. Kwa hiyo serikali inachokifanya yenyewe ni kuwawezesha watu
kutengeneza miundombinu, na hayo yote wanayoyasema ni mojawapo ya kumsaidia mtu. Lakini huwezi kusema utamwekea mtu hela mfukoni, unamwezesha. Ndio maana mikopo inatoka kwa watu wenye ujuzi, watu wenye vikundi, wana shughuli zao, waweze kutekeleza yale majukumu yao. BBT, mtu anapewa shamba, anapewa mtaji, anatawatiwa na masoko, yote hayo ni kumwezesha. Lakini huwezi kusema kwamba utamwekea mtu hela mfukoni, haiwezekani. Utamtengenezea mtu mazingira basi aweze kufanya shughuli zake. Hatumpi mtu samaki, bali tunamfundisha jinsi ya kuvua samaki ili leo na kesho anaweza kuvua samaki kwa ajili ya kula na kwa ajili ya biashara. Ndicho kinachokifanya serikali. Sasa kuna watu ambao walisupport katika hili kwamba tumebase sana kwenye vitu na sio kitu ambacho moja kwa moja kinaweza yani bado inaonekana kwamba miradi ambayo mikubwa sana ambayo inatengenezwa yani imejikita kwa yani ipo juu, high class tunasema, lakini kwa mtu wa chini kabisa kule bado ni changamoto, na kuna wengine ambao wana support katika hilo. Sasa hiyo mentality inaletwa na nini? Watu wanataka, kwa sababu Chadema nao wanachokitaka wanataka wapate nchi waweze kuongoza. Kwa hiyo hawawezi kusupport kinachotokea. Swala la SGR wenyewe waliwahi kupigia kelele, na mimi nikiwa mmoja wapo kule, kwamba tuwe na sisi na reli ya mwendo kasi. Tukasema ndugu zetu Kenya wanao, nchi mbalimbali zinazo. Alivyochukua jukumu rais la kusema sasa na sisi tunaweka SGR, walileta kikwazo. Wakasema umeme tu wa kuendesha nchi hamna, mtaweza kuleta umeme wa kuendesha reli? Hilo nadhani ulilisikia. Lakini nini kimetokea? SGR sasa hivi inafanya kazi. Hawajaliamini, kwa hiyo wanafanya vitu kwa ajili ya kukwamisha serikali ishindwe kutekeleza majukumu yake ya kuletea maendeleo nchi, ili ionekane serikali imefeli. Lakini serikali inachokifanya ni kitu kizuri kabisa. Leo tunaona swala la umeme, ndio maana hata tukisema watu wajiajiri tunaongea ukweli. Umeme sasa hivi ni stable kabisa. Tunazalisha umeme mpaka tunabaki na ziada ambao tunaweza kuiuza. Sisi mahitaji yetu ni megawatt 2200, lakini tunazalisha 2700. Tunabakia na umeme wa ziada takriban megabyte 500. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa yamefanyika. Alipokuwa ukosefu wa umeme walikuwa wanaongea. Sasa hivi tunazalisha umeme wa ziada, usikii mtu anaongea. Kwa hiyo mtu anaongea yale ili kukwamisha serikali. Ndio maana utaona hata vitu vingi walivyoanzisha na Mheshimiwa Rais akiwa na nia yake ya dhati kabisa kusaidia vyama hivi vya upinzani, hawakufika mwisho. Lakini Mheshimiwa Rais alikuwa na nia ya dhati kabisa. Mfano maridhiano, tukiangalia zile falsafa zake za 4R, alikuwa na nia ya dhati kabisa na wao waliona, lakini hawafiki mwisho kwa sababu mwisho wa siku wanataka kukwamisha tu na sio kingine. Na sio kingine. Sawa, unadhani nini kinatakiwa kuboreshwa? Tunasema katika serikali ya Chama cha Mapinduzi namna ambavyo wanatengeneza tunasema miradi ya maendeleo. Yani lengo na dhamira kubwa ni kuhakikisha kwamba mwananchi ananufaika hivi. Unahisi kwa kipindi ambacho tupo na namna ambavyo teknolojia imekuwa, kila kitu ambavyo tunaenda tunasema dunia ilipo sasa hivi, unahisi Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kifanye nini na serikali yake ili kuboresha kuendana na spidi ya dunia inapoenda? Chama cha Mapinduzi kimefanya mambo makubwa sana. Na hii inayotekelezwa ni ilani ya uchaguzi. Ndio maana unaona mkutano mkuu uliofanyika Dodoma, pamoja na kwenda kumchagua makamu mwenyekiti, tulikuwa tunaenda pia kudiscuss ilani ya uchaguzi, kwa sababu sisi tunaenda kwenye uchaguzi. Tumewapelekea watu ilani yetu, kwenda kuuza sera zetu, kwamba bana, mkituchagua tutafanya ABCD. Ndicho tulichokifanya. Baada ya kwenda kudiscuss ile ilani, ikaonekana mambo yote yamefanyika, yametekelezeka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tuliwaahidi na tumetekeleza. Ina maana ile ilani iliuzwa kwa wananchi, wananchi waliipenda, ndio maana wakachagua Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo inachokifanya chama ni kuisimamia serikali, kuhakikisha yaliyoahidiwa kwa wananchi ndio yanayofanyika. Kwa hiyo miradi na vitu vingine vingi viko kwenye ilani vimefanyika, na sasa hivi tayari imeshatoka rasimu nyingine ya ilani ambayo tutaenda kuinadi kwa uchaguzi ujao, ambayo hiyo sasa nao wananchi wataenda kutupa ridhaa, nayo itafanyika ndani ya hiyo ilani. Lakini yanayofanyika mambo makubwa, miradi mikubwa mikakati inasaidia. Tukiangalia kwa mfano bwawa la Mwalimu Nyerere, hauwezi kubeza. Chadema wao walikuwa wanalalamika ukosefu wa umeme, na wewe unalifahamu hilo, lakini lilipokuwa linajengwa bwawa waliongea. Kwa hiyo nia yao ni kukwamisha tu, lakini bwawa lile tumeona lilivyo na msaada mkubwa. Takriban megabyte 2100 zinatoka pale. Sasa hivi hatuna uhaba wa umeme kabisa. Kwa hiyo huwezi kusema hii miradi inayofanyika kwa kuwa ni miradi ya juu haisaidii. Inasaidia. Huyo Mtanzania wa chini ndio anahitaji umeme. Huyo Mtanzania wa chini ndio anahitaji maji.
Mtanzania wa chini ndio anahitaji nishati safi. Mtanzania wa chini ndio anahitaji mtoto wake apate elimu yenye ujuzi. Sasa ukiongelea miradi ya vitu unamaanisha nini? Wakati hivyo vitu ndio vinaenda kugusa maisha ya Mtanzania aliyoko chini kabisa. Kwa hiyo ni sawa kabisa wanachokifanya, na mimi nawasihi na nasi chama changu kiendelee, kwa sababu hawa hawawezi kuja kutusifu hata siku moja, kwa sababu nao wanatamani kufanya tunavyofanya, lakini wakipewa ridhaa kwa hichi tunachokiona ndani ya chama chao hawawezi kutufikisha tunakotakiwa kwenda. Ndio. Sawa, umegusia swala la umeme kidogo. Ndiyo. Kwa uchache, najua huwezi kutoa zile details zile za kitaalam zaidi, lakini umeona pia maneno yamekuwa mengi baada ya serikali kusema kwamba wanaenda kununua umeme nchini Ethiopia kwa ajili ya kuleta pale kanda ya upande wa kaskazini kule ili uweze kusaidia masuala ya kukatakata na vitu kama hivyo. Wengi wakazungumza mengi sana, akasema mbona sisi tuna bwawa la Nyerere tumetumia mabilioni ya pesa na vitu kama hivyo, tunashindwaje kusafirisha umeme kutoka hapa mpaka kule? Hili nalo umelisikia? Nimelisikia. Karibu sana, tulizungumzia japo kwa uchache kwa sababu reaction ya watu imekuwa kubwa sana, lakini kuna baadhi pia hata wapinzani ambao niliona wakijaribu kutetea na kuelewesha umma kwamba labda mentality ambayo wanayo ni tofauti na kile kitu ambacho uhalisia ulivyo. Niliona Zitto Kabwe alizungumza, niliona viongozi wengi sana wa kisiasa wakitolea ufafanuzi wa hili. Karibu sana, kwa uchache na ulizungumzia hili. Linatija, halina tija tubaki na miradi yetu ya ndani, au tuendelee kama tulivyofanya Kagera, tunanunua umeme Uganda na vitu kama hivyo? Karibu sana. Hilo linatija kubwa sana. Linatija na imeleta taharuki kwamba watu wakataka kutokuamini. Tumeambiwa sasa hivi tunatengeneza umeme mpaka unabaki. Inakuwaje tunanunua umeme nje? Lakini limefafanuliwa vizuri kabisa kwamba umeme uliambiwa utanunuliwa upande wa kaskazini. Kwa hiyo tunaona upande wa kaskazini chanzo ambacho kinatoa umeme pale, bwawa la Nyumba ya Mungu, linatoa megawaiti 8 tu. Haiwezi kusambaza kaskazini nzima. Kwa hiyo umeme wa kaskazini inabidi tuchukue bwawa la Mwalimu Nyerere. Bwawa la Mwalimu Nyerere mpaka kufika kaskazini ni mbali. Tumeona kuna umbali, na wataalamu wanatueleza kusafirisha umeme sio kama vile kusafirisha bidhaa au mazao au kitu kingine. Umeme unaposafirishwa hapo katikati kuna upotevu unatokea. Kwa hiyo sasa kwa kaskazini kuchukua umeme Ethiopia inakuwa ni rahisi kuliko tukichukua umeme kwenye vyanzo vyetu sisi, kwa sababu hatutachajua kutoka kule, bali tutachajua pale kwenye Namanga pale utakapofika ndo tutachajua kwa ajili ya kuusambaza pale kaskazini. Kwa hiyo inatija kwamba sisi kwa bwawa la Mwalimu Nyerere tunaweza tukauzia nchi jirani tukapata sisi faida. Na sisi faida tunayoipata tukanunua, kwa sababu tukisema tuchukua kwetu huku gharama itakuwa kubwa, tusave ile cost ambayo itatusaidia kwenye mapato yetu ya ndani. Basi tununue umeme pale karibu tusambaze, kwa sababu hela ya kununua tunayo, kwa sababu umeme na sisi tutauza. Kwa hiyo ni logic tu ndogo ya kueleza watu kwamba umbali wa kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda kaskazini na umbali wa kuchukua umeme huko tunakochukua inakuwa ni rahisi kuliko huku kwetu. Lakini umeme tunazalisha ni mwingi na unajitosheleza kabisa na unabaki ambao tunaweza kusambaza nje. Kwa hiyo hilo ni watoe hofu wa Tanzania kwamba umeme wetu ni mwingi na bado unabaki. Unahisi kwa nini limekuwa na mjadala sana hili jambo? Limekuwa na mjadala kwa sababu ya uelewa. Yaani ni sawa na mtu unamwambia nina kitu fulani, alafu mwisho wa siku unamwambia naenda kununua. Kwa anasema imekuwaje umesema una hicho kitu, alafu mwisho wa siku inakuwaje unaenda kununua? Hiyo ndio imeleta taharuki. Kwa hiyo akasema inakuwaje tuna umeme, alafu inakuwaje tununue? Ndio hapo tu ndo pameleta taharuki. Lakini tunanunua kutokana na gharama za usafirishaji. Sawa. Unaamini katika kuongoza nchi kupitia ilani? Naamini kabisa. Ninaamini na ndio tume ya uchaguzi inataka kwa sababu tume ya uchaguzi ina masharti yake. Ukiwa chama cha siasa lazima uwe na ilani ambayo utaenda kuinadi kwa wananchi. Lazima uwe na mgombea. Kuna vitu ambavyo lazima uwe navyo ili uweze kwenda kuwatumikia wananchi, kwa sababu unaenda kuwatumikia wananchi. Sasa unaenda kufanya nini? Lazima uambie nikiingia mipango yangu, sera zangu ni hizi. Ndio maana unaona tuna itikadi, tuna sera zetu, tuna falsafa zetu, na mwisho wa siku tuna ilani ambayo tunaenda kuinadi kwa wananchi wa kutuchagua kwa ile miaka 5. Basi tunahakikisha kile tulichoahidi tunaenda kukitekeleza. Unatamani dira ya taifa vitu gani vizingatiwe kuelekea 2050? Vitu gani vizingatiwe ili hata ikiingia serikali yoyote madarakani tusikengeuke na kupata vitu vipi ambavyo inawezekana vikatutoa kwenye reli na
kutoa mianya sasa kwa kuona wapinzani kila kitu labda wanapinga na vitu kama hivyo, kwa sababu kama tuna dira ambayo tumekubaliana wote, manake labda inawezekana tukaondoa hii changamoto. Au na dira ipo sema inapokuwa inadiskasiwa na inapokuwa inaelezwa, ndo kama ninavyosema, kijana unakuwa na taarifa gani? Kumekuwa na mijadala mingi sana wakiwa na discuss hii dira ya taifa, lakini vijana tumeshiriki kutoa maoni yetu. Maoni yalikusanywa ya vijana kama vijana, lakini je, vijana tulishiriki kutoa maoni yetu? Lakini mimi natamani sana ili swala la mtaala wa elimu kama linavyoonekana kwa ukubwa lizingatiwe sana, kwa sababu hii ndio inaenda kuwa solution ya kuondoa hichi kilio ambacho vijana wengi tunalia nacho cha muda mrefu cha ukosefu wa ajira. Ukosefu wa ajira imekuwa ni kaa la moto, sio kwa nchi yetu tu, hata kwa nchi za jirani. Lakini sasa tumeona mama amekuwa na nia ya dhati, mtaala wa elimu umeboreshwa, umeletwa mtaala bora kabisa ambao sasa utaenda kumjenga kijana kupata ujuzi, na pia vyuo hivi alivyovijenga vya ufundi na elimu bure kuanzia msingi mpaka sekondari. Mikopo ya elimu ya juu imeboreshwa. Sasa hivi mtu kutokusoma sio tu kwamba umekosa hela, bali ni wewe tu utakuwa umeamua kutokusoma. Lakini mikopo inatolewa, na mtu akirudi mtaani pia kuna mikopo inatolewa, kuna miradi ya kimkakati, kuna kilimo sasa hivi inakuwa ni ajira kwa vijana. Kwa hiyo vitu ni vingi vya kuzingatia, lakini kwa mtaala huu basi utaenda kututoa kutoka sehemu tuliopo kwenda sehemu nyingine, na huenda ile swala la ukosefu wa ajira tukaacha kulizungumzia tena kabisa. Kwa maana ni jambo ambalo pia kwenye dira ya taifa nimeona limezingatiwa, limetazamiwa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa dira ya taifa kuzingatiwa, sema ushiriki. Kwa hiyo hatua gani zinaweza zikachukuliwa na ushiriki? Ni mdogo sana. Mimi nimeshiriki kwenye kuchangia huko, kutoa maoni. Nilienda, ukifika unakuta yani labda wanaona kama ni ya chama kimoja, unakuta tu mko nyie wanachama, lakini nimeshiriki karibu mara 3 posta kule na posta tumeshiriki karibu mara 3 kutoa maoni, lakini unajikuta ni watu wale lakini imezunguka Tanzania nzima. Imechukua jukumu CCM pia, vijana wa UVCCM walichukua jukumu wao kama vijana kwenda kutoa maoni yao kutokana na dira ya taifa tayari ipo, basi wakakusanyika kwenda kutoa maoni, lakini waliita vijana wote, lakini kufika pale ni vijana wachache. Kwa hiyo sasa unapokuwa unakosoa tu bila kutoa mwelekeo nini kifanyike, au bila kutoa maoni mbadala, watu wanakuwa hawakuamini, na ndicho kinachotokea sasa hivi. Unaona watu wamepoteza mvuto kwa chama fulani kwa sababu wao kila siku ni kukosoa. Rais alionyesha nia ya dhati kabisa, alikaa nao chini kuhusu maridhiano, vitu vingi vilirekebishwa, mikutano ya hadhara ililetwa, wafungwa wa kisiasa waliachiwa, waliokuwa uhamishoni walirudi. Tumeviona ruzuku yao walipewa mpaka wakaweza kwenda kununua ofisi. Lakini hawariziki, walifika mwisho quit. Lakini sisi hatukujua ni kwa sababu gani. Hawakurudi kutuambia, walivyoanza walituambia. Kwa hiyo sasa wananchi wanapoteza ile mvuto kwa sababu wanakuwa hawaamini mnachokitaka hasa ni kitu gani. Kila mnachosema mnafanyiwa, lakini bado hamriziki. Ina maana hichi kinachofanywa na sisi ndicho mnachokitaka, na mkipewa kwa mwenendo wenu huu mnavyoenda na ndani tunavyoona jinsi mnavyofanya, hamwezi kuendesha nchi hii. Sawa, kumekuwa kuna mentality pia ya mwanamke amekuwa kidogoshwa katika jamii zetu, kwa kidogoshwa sana. Na kwa kipindi hiki tumeona baada ya kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamama, lakini pia nafasi mbalimbali tumeona wizara nyeti kama wizara ya mambo ya wizara ya ulinzi ni mwanamama na vitu kama hivyo. Inatoa tafsiri gani? Inaleta picha gani ya kuona kwamba hata yule mwanamke ambaye labda bado ana mentality hiyo au jamii ambayo ipo hapa nchini Tanzania ina mentality ya kwamba kina mama ni watu wa chini, bado kuna changamoto, mwanamke bado anadogoshwa au tumekuwa kwa kiasi fulani? Karibu sana. Asante. Kwa hili naweza sana kumshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu hili ameenda kulidhihirisha kwa vitendo. Wanawake ni muda mrefu sana tulikuwa tunaimba wanawake tunaweza, wanawake tunaweza, wanawake tunaweza, lakini hili mama ameenda kulionyesha kwa vitendo kutokana na nchi alipoikuta na miaka yake 4. Tukiongelea mambo aliyoyafanya miaka 4, hawezi kuzungumzia kwamba ni mwanamke amefanya. Na unaonekana kwamba ni mambo makubwa yamefanyika. Kwa hiyo ameenda kutupandisha wanawake. Tulichokuwa tunakiimba sasa hivi watu wanaamini kwamba wanawake wanaweza. Na ndio maana katika hotuba yake alipokuwa anahutubia alisema aliyesimama hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sema tu ana jinsia ya kike. Kwa hiyo ina maana hiyo ilikuwa inaonyesha kabisa watu wanadharau
wanawake wanaona mwanamke huyu ataweza, lakini alisema mimi ni rais, sema tu jinsi yangu ni ya kike, na hili ameenda kulidhihirisha. Tunaona miradi yote ya kimikakati aliyoachiwa amekamilisha kabla hata ya muda wake. Tunaona hali ya kisiasa nchini alivyoifanya imekuwa stabilize. Siasa sasa hivi imetulia, tumeona amani. Ni jana tu hapa juzi kama sikosei, amesifiwa na SADC kwa kuleta amani. Ni mwanamama huyu. Tumeona mkutano wa nishati safi, nishati 300 imefanyika jijini Dar es Salaam. Mabara yote ya Afrika, Tanzania imefanyika. Kwa sababu gani? Kwa sababu yake mama huyu amepewa tuzo mbalimbali, sio tu hata goalkeeper award, amepewa tuzo paka na vyama vya upinzani. Nakumbuka mkutano uliofanyika wa wanawake wa Chadema, mama huyu ndo alikuwa mgeni rasmi kwenye mkutano na walimpa tuzo ya kutambua mchango wake kwa taifa hili. Kwa hiyo mama huyu ameenda kutuheshimisha wanawake, kuonekana kwamba wanawake mkiwapa ridhaa wanaweza. Na ni mwaka huu ambapo watu hawataamini ikifika mwezi wa 10 kura za mama huyu zitakavyokuwa nyingi za kishindo, kwa sababu wanawake wote tunaamini kwa leo tufanyia mama, hakuna mtu ambaye ataenda kumpinga na kumkosesha kura. Kura zote za wanawake za ndio zitaenda kwa Mama Samia Suluhu. Ukichanganya na za wanaume, basi mama huyu anaenda kushinda kwa kishindo kikubwa sana. Ndio maana hata ilani ile uliona badala ya kuidiscuss ilani, waliona huyu ametuvusha. Hakuna haja ya kuendelea kudiskasi vitu ambavyo vimefanyika, bali tuendelee kumpa ridhaa atuvushe hapa palipobakia. Kwa hiyo mama ametuheshimisha wanawake tumeonekana tunaweza, na sio kuonekana tu kwa maneno, bali kwa matendo yake makubwa ambayo ameyafanya nje na ndani ya nchi yetu kuiheshimisha. Ndio. Unasema vyama vya siasa pia vilitoa tuzo na mwanzoni kabisa uliligusia pia. Unahisi kwa nini sasa hivi watu kama wanabadilika? Mpaka nimeona Chadema wajuzi wanasema kwamba ile tuzo tunaifikiria kuisha kikaenda karudi, vitu kama hivyo. Unahisi nini kinabadilisha msimamo wa vyama vya siasa? Hasa tuzo kuirudisha hawawezi kwa sababu tayari walishamtunuku na maneno pale tayari walishamwambia, ile imeenda. Hata wakiirudisha yani wanajidanganya wenyewe. Sasa sababu hasa yani unaona changamoto iko wapi? Changamoto ndio ninayokuambia, Chadema wanachokitaka, wanataka kuongoza nchi. Kwa hiyo hawawezi wakajua kwamba mama huyu alivyoingia, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walijua alivyoingia asingeweza kuongoza. Kwa hiyo watu wangepoteza imani naye. Kwa hiyo wakawa wanaonyesha support, lakini support yao ilikuwa sio support ya kweli. Ilikuwa ni support ya kwenda kumkwamisha. Lakini wakakuta mama yuko stable na yuko makini, akawa anaenda nao sawa. Kila wanachokitaka wanapewa, lakini mwisho wa siku wakageuka kuona sasa mama anafanya mambo makubwa ambayo hata wao wenyewe hawakutarajia. Hawakutarajia kabisa kama miradi ile ingekamilika, hawakutarajia nchi ingekuwa stable, hawakutarajia hata nchi za nje zingemsifu yule mama. Kwa hiyo baada ya kuona uongozi wake umekuwa maridadi, wakaona hapa tunakoelekea sisi tunaenda kupoteza. Kwa hiyo kuliko tupoteze ni bora tumkwamishe na yeye. Sijui umenielewa kwa hapo? Kwa tunasema ni techniques za kisiasa. Walifahamu kabisa mama asingeweza. Lakini mama ameenda kuapprove wrong, ameenda kuonyesha mambo makubwa sana ambayo kila mtu anashangaa. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi unaona wanarudi nyuma, mara wanasema hawatashiriki uchaguzi. Hiyo yote ni kwa sababu hawajajipanga. Hawajajipanga kabisa. Tunaona sasa hivi bado wana vidonda vya uchaguzi wao wa ndani. Kwa hiyo hawajajipanga kwenda kukabiliana na uchaguzi unaokuja. Lakini ukiangalia chama changu cha CCM mpaka sasa hivi hatuna haja ya kuchagua mgombea. Mgombea tayari tunaye. Rasimu ya ilani tayari tunayo. Tumeshajipanga kufika Oktoba tuko kamili kabisa. Lakini wao hawajajipanga kwa chochote. Kwa hiyo wafanyeje? Watafute hivi visababu, hivi vimbinu ambavyo vitaonekana kwamba wao wanaonewa, lakini logic kubwa, mantiki kubwa hawajajipanga. No reform, no election. Chama cha Demokrasia na Maendeleo wanasema hivyo na wanasema ni hoja ya tangu zamani tu, sema utekelezaji ndio umeanza hivi karibuni. Lakini ACT wao wanasema maridhiano sasa basi tunaenda kupambania haki. Hizi harakati ambazo zinafanywa sasa hivi una tafsiri gani kama mwanasiasa, lakini pia mtu ambaye ushahudumu Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa nafasi tofauti, lakini sasa hivi upo Chama cha Mapinduzi, namna ambavyo unaona watu wanazungumza kwa upande wa pili, no reform no election na vitu kama hivyo, unapata tafsiri gani kama mwanasiasa, kama mtu ambaye ushahudumu sehemu hizo mbili tofauti? Karibu sana. Mimi tafsiri yangu nayoipata ni kwamba wanaogopa. Yaani wanaogopa kwenda kushiriki uchaguzi. Na kinachowafanya waogope ni nini? Narudia kusema kama nilivyosema awali, hawajajipanga. Kwanza hawana mvuto kwa jamii.
watu hawawakubali. Wana mpasuko ndani ya chama chao. Kwa hiyo wakienda hivyo walivyo, hakuna namna wanaenda kushinda. Hata mpaka sasa hivi ukiniambia watamsimamisha nani rais, hawajui. Kwa hiyo mwisho wa siku tunasema kushindwa kujipanga ni kupanga kushindwa. Kwa hiyo sasa wanatafuta hizo sababu za kusema no reform, no election. Lakini reform nyingi zimefanyika. Kitendo ambacho hata mimi binafsi nilimshangaa Mheshimiwa Rais. Nikasema anadhubutuje kufanya mabadiliko makubwa kama haya. Lakini yamefanyika mabadiliko. Tumeona alikaa na vyama vya siasa Dodoma. Wote walikaa pale. Lakini Chadema wao walijifanya ni special, labda wanataka waitwe peke yao, hawakushiriki kwenye ule kwenye kile kikao cha vyama vya siasa. Baada ya pale yalitokea matokeo makubwa sana, na Zitto Kabwe naye akiwepo. Mwenyekiti mlezi mkuu wa chama cha ACT alikuwepo. Walijadili vitu vikubwa sana kwa mustakabali mzima wa nchi na vyama vya siasa kwa ujumla. Baada ya hapo ndo ilizaliwa ile tume, ikaundwa kamati maalum kabisa ya kwenda kufanyia kazi maoni yao. Tunaona maoni yalikusanywa kwa watu wote, ikiwemo viongozi wa dini, ikiwepo wasomi wa vyuo vikuu, ikiwepo wanasiasa, wananchi wote kwa ujumla. Maoni yalikusanywa ya watu wote, wanataka nini kifanyike, marekebisho gani yafanyike, reform gani zifanyike. Yalitolewa maoni, nadhani unafahamu. Yalitolewa maoni, ikapelekwa muswada bungeni. Chadema baada ya kuona hapo wakaona kumbe hichi kitu ni kweli na serious, na watu wametoa maoni yao na maoni ni mazuri kabisa. Walikimbilia bungeni kwenye kamati ya bunge. Chadema nao walitoa maoni yao. Hata leo ukimuuliza mtu yoyote, kiongozi yoyote kwa Chadema, hawezi kubisha. Walitoa maoni. Kwa hiyo hizo reform zilizofanyika na maoni ya Chadema yamo ndani yake. Kwa hiyo ukisema sasa hivi wanataka reform, nashindwa kuelewa ni reform gani. Kwa sababu walikuwa wanataka tume huru. Ndio tuna tume huru ya uchaguzi sasa hivi. Tuna tume huru ya uchaguzi, ndio mabadiliko yaliyofanyika. Walikuwa wanalia kwamba hatutaki wakurugenzi wasimamie uchaguzi. Sasa hivi wakurugenzi wasimamie uchaguzi. Wanasema hatutaki rais achague wao wanaosimamia watume. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi tunaona ni majina watu wana apply kama kazi. Wanaomba ile tume inawasahili, majina yanaenda kwa rais. Kwa hiyo hachagui tu rais, bali ni watu wataomba, alafu rais ndo ataenda kupiga kama vile muhuri. Kwa hiyo ni mabadiliko ni mengi sana yamefanyika. Tunaona sasa hivi hakuna kupita bila kupingwa. Kwa hiyo wanachokisema no reform no election ni mwamvuli tu, wamejifichia kule kana kwamba hawako tayari kwa uchaguzi. Na hawako tayari kwa sababu gani? Hawajajipanga. Chama chao sasa hivi kina mpasuko kama unafahamu, wana vidonda, hawako pamoja, na tunajua umoja ni ushindi. Hawako pamoja. Na Chama cha Mapinduzi CCM, msingi wetu mkubwa sisi ni umoja. Unaona chochote tunachokifanya tunaenda kama wamoja. Tutakuwa kwenye vikao vyetu vya ndani tutasigana, lakini mwisho wa siku tutatoka tukiwa wamoja, na ndio maana tunashinda. Lakini Chadema leo hii sio wamoja. Kuna watu wamesusa kabisa, kuna watu wanafanya shughuli za kuhamisha wenzao. Kwa hiyo wakienda hivyo kama walivyo, hakuna jinsi. Watoto wa mjini wanasema hawawezi kutoboa. Na ndio maana wanajificha chini ya nyuma wewe mwamvuli wa kusema no reform no election. ACT nao wanasema maridhiano sasa basi, kwa maana ya kwamba walifanya maridhiano lakini wanaona sasa kama maridhiano ambayo walizungumza na kukubaliana, wanaona kama hayaendi kama hayaendi na yameshafanywa kazi yote. Kwa nini tumeona juzi makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ambaye hata juzi kazuiwa pia Angola kule na hajarudi, amerudi kesi wao. Ametoa taarifa na kusema kwamba maridhiano sasa basi, kutokana na vile vitu ambavyo walikubaliana kwenye maridhiano ambavyo vifanyike havijafanyika. Na wao vipi, ni vitu gani walikubaliana havijafanyika? Kwa sababu inajua vitu vyote walivyokubaliana vimefanyika. Hakuna hata kimoja ambacho hakijafanyika. Na walikuwepo kwenye mkutano wa vyama vya siasa, walikuwepo kwenye ile kamati maalum iliyoundwa, kikosi kazi. Ripoti ya kikosi kazi iliwasilishwa na nadhani na wao umesoma ripoti ya kikosi kazi. Na wao wakiwemo. Sasa leo hii wajeje warudi waseme kwamba hayajafanyika, na wakati wao ndo walikuwa kwenye mchakato mzima. Na wakatoa maoni na mswada ukaenda bungeni. Na baada ya hapo Chadema nao wakakimbilia bungeni wakatoa maoni yao. Na ile ndo ikaenda kugeuka ikawa sheria, rais akasaini, ndo sheria itakayoenda kutumika sasa hivi. Kwa hiyo vyote vimefanyika. Hiyo yote ni kutokujipanga na kukimbia uchaguzi, kwa sababu wanajua mama anaenda kushinda kwa kishindo. Kwa hiyo wanaenda kuficha aibu yao hapo, kuonyesha kwamba hawakushiriki, lakini wakishiriki wanajua ya kwamba kwa jinsi walivyo na chama chao sasa hivi hawakubaliki. Hakuna jinsi wanaenda kushinda. Kupitia wao reference yao kubwa na ambayo imeleta kidogo changamoto kubwa katika maridhiano ambayo yalifanyika hapo awali ni kupitia uchaguzi wa serikali za mitaa ambao umefanyika Novemba 27 mwaka 2024. Wanaona kwamba
namna ambavyo uchaguzi ulifanyika, taratibu zote, kulikuwa kuna purukushani ambazo wao wanatafsiri kama ni jambo ambalo kidogo sio sawa kwa vyama vya siasa, lakini pia sio sawa kwa, yani kama tafsiri ya uchaguzi mkuu ambao unakuja. Unaona kabisa kwamba kama hili hatujapata tu suluhisho katika uchaguzi wa serikali za mitaa, si uchaguzi mkuu inawezekana kwa changamoto. Walikuwa wanatafuta suluhisho gani kwenye serikali za mitaa? Manake kwamba labda uchaguzi usimamiwe tena na TAMISEMI, hiyo sheria kubadilisha. Na uzuri hawa watu wanaoongea, mfano mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, uzuri ni mwanasheria Tundu Lissu. Mwanasheria mkongwe, mbobezi kabisa. Hivi vitu anavifahamu kuliko hata sisi. Na hivyo vitu vimeongelewa na walitaka mabadiliko ya hiyo sheria, na ikakubalika kabisa kwamba sasa hivi TAMISEMI isisimamie uchaguzi wa serikali za mitaa, bali serikali za mitaa isimamie tume. Isingeweza kuanza tu kinyemela. Zile ni sheria, zina process, zina mchakato wake. Lazima vitu vichukuliwe hatua. Ilikubalika na ikaanza, iko kwenye mchakato. Huenda mwaka ujao tume ya uchaguzi ikasimamia serikali za mitaa, lakini kwa walivyoianzisha kipindi kile isingewezekana. Lazima ilikuwa TAMISEMI isimamie, na TAMISEMI ilisimamia. Tuliona pia kuna baadhi ya maeneo wameshinda, na ST pia kuna baadhi ya maeneo wameshinda. Hiyo wanaoilalamikia ndio hiyo inayowatangaza washindi. Kwa hiyo kulikuwa hakuna jinsi ya kusema kwamba uchaguzi ule uwe tofauti. Sheria ni mchakato, na huo mchakato tayari umeshawasilishwa, umeshafanywa kazi, na sasa hivi serikali za mitaa huenda uchaguzi ujao ukasimamiwa basi na hiyo tume huru ya uchaguzi ambao wanaitaka. Lakini kwa uchaguzi huu mkuu hausimamiwi na TAMISEMI, unasimamiwa na tume huru ya uchaguzi, ambao tume huru ya uchaguzi ndio walikuwa wanataka hayo mabadiliko. Na mabadiliko tayari yamefanyika. Kwa hiyo sasa huwezi kulinganisha uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu unaenda kusimamiwa na tume huru ya uchaguzi, ambayo tume huru ya uchaguzi yale waliokuwa wanataka mabadiliko tayari yameshafanyika. Kwa hiyo kwa nini waseme hawashiriki huu kutokana na reflection ya uchaguzi wa serikali za mitaa wakati hizo reform tayari zimeshafanyika? Kwa hiyo unaona hapo ni sababu tu. Tayari sasa hivi tuna tume huru ya uchaguzi. Na katika tume huru ya uchaguzi wao wanasema imebadilika jina, lakini mambo ndo yale yale. Sio jina. Ndio maana nimekuambia hata wao walitoa maoni yao. Wakurugenzi walikuwa nalia kila siku, wakurugenzi kusimamia uchaguzi. Ndivyo walivyokuwa. Sasa hivi hawasimamii. Kupitia sheria hii mpya. Kupitia sheria mpya. Ambao ndio walichokuwa wanakililia. Kwa hiyo vyote vimebadilika. Wanachokitaka hasa sasa ni kitu gani? Propaganda unaona kwa sababu hizi kwa tafsiri yako naona kama ni propaganda zote ni propaganda za siasa. Unaona au unahisi zinaathiri vipi mchakato mzima wa uchaguzi na maamuzi ya wale ambao wanaenda kupiga kura kwa maana ya wananchi? Mimi naona haiathiri chochote, kwa sababu uzuri wananchi sasa hivi ni waelewa sana. Na ndio maana umeona hata waliposema wanataka kuandamana, watu wengine waliogopa, lakini mama alikuwa jasiri akasema waacheni waandamane. Waliandamana wa kuandamana? Waliandamana. Reaction ya wananchi ilikuwaje? Aliandamana mwenyekiti tu pale. Hukumuona kiongozi wa aina yoyote akiunga juhudi yale maandamano, hukumuona mwananchi amejitokeza kuunga mkono yale maandamano. Kwa hiyo ikawa ni kama vile ni wanafukuza upepo. Kwa hiyo wananchi wa sasa hivi wanajielewa. Wao wanachokitaka, wanaangalia maendeleo. Maendeleo yamefanyika, wanaangalia amani ya nchi yao, wanaangalia utulivu ulioko, wanaangalia hali ya kisiasa inavyoenda, hakuna mtu anayeonewa, hakuna mtu anayebaguliwa, na elimu iko sawa, kilimo kiko sawa, huduma za afya ziko sawa, mashule yanajengwa, zahanati zinajengwa. Ndicho ambacho wananchi wanaangalia. Kwa hiyo hicho niseme wanachokifanya Chadema, wanaendelea kujiporomosha wenyewe. Wanaendelea kufanya watu waendelee kuwashusha na watu wasiendelee kuwapenda kama walivyokuwa wanawapenda. Kwa sababu wanachokifanya ni kitu ambacho sio sawa. Wanaenda kukwamisha maendeleo ya nchi hii. Kwa hiyo sasa mimi nasema hakikwamishi kwa lolote, na uchaguzi utafanyika kwa sababu wananchi ni waelewa. Wanaelewa, kwa hiyo wanapima. Kuna mbichi, kuna mbivu. Wanapima waende na nini. Ndio maana sasa hivi unaona ni fahari kubwa sana sasa hivi mwananchi yoyote kuwa mwanachama wa CCM. Hilo umeliona. Uliona mkutano mkuu uliofanyika Dodoma. Kila mtu pale, ilikuwa ni mkutano ambao ulikuwa unahitaji wajumbe, lakini ilibidi kualikwa watu wengine tu kwa ajili ya kila mtu anatamani kwenda kushiriki. Kwa hiyo ni fahari sana tumeona chama hichi cha Mapinduzi ndani ya miaka minne hii jinsi kilivyoleta mvuto
kwa wananchi. Kila mtu anakipenda chama, kila mtu anaona ni fahari kuwa mwana CCM, yani inafurahisha kutokana na haya wanayoyafanya. Kwa hiyo Chadema wanachokifanya, wanazidi kujishusha na kujiangusha kila itwapo leo, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo havina uhalisia. Ndio. Sawa. Nilikuuliza swali la propaganda na athiri vipi maamuzi ya wananchi, kwa sababu nimeona pia hata reaction baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuleta no reform no elections, lakini pia no reforms no election, lakini pia swala la maridhiano sasa basi swala la ICT. Nimeona pia reaction ya wananchi, mfano kama kuna kitu ambacho kimeanzishwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho wanachangisha mpaka pesa kwa ajili ya chama chao, na wao kwa mujibu wa takwimu zao wanasema mwitikio umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba wananchi, kuna baadhi ya wananchi pia ambao wanaamini katika hilo. Unahisi ni nini kinahitajika pia, kama unavyosema kwamba inawezekana hao hoja zao hazijajikita katika kumsaidia mwananchi, zinajikita katika kuhakikisha kwamba labda wanajizuia katika kuingia kwenye uchaguzi na vitu kama hivyo. Sasa unamsaidiaje yule mwananchi wa kawaida ili kuondokana na mentality ile? Nini kinatakiwa kufanyika? Pia hapo kwenye mwitikio, mimi bado naona mwitikio ni mdogo sana. Kwa sababu kama hiyo wanaosema tone kwa tone, mpaka sasa hivi wamechangisha shingapi? Mara ya kwanza ilitoka kama milioni 68. Ni hela ndogo sana kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ninachokifahamu mimi ambaye nilikuwa mweka hazina kule kwenye baraza la vijana, Tundu Lissu alikuwa anachangiwa gari. Uliona milioni 100 ilifika kwa siku ngapi? Lakini sasa hivi chama kizima kwa siku zote zile kuchangisha milioni 65, bado mwitikio ni mdogo sana. Mwitikio ni mdogo, na wao hilo wanalifahamu, ndio maana wanatumia hizo nguvu kubwa. Yani mimi ile amsha na kupendwa kwa Chadema nilivyokuwa kule na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Bado naona wananchi wamewapuuza na wameona hicho kinachofanyika hakina mashiko wala hakina maslahi kwa nchi. Kama kada wa Chama cha Mapinduzi, unashauri serikali ifanye nini ili pia kuweza kuondoa hizi mentality ambazo inawezekana zikaleta pia kama changamoto kwa wananchi? Kwa mujibu mimi naona serikali imefanya kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa sana, ndio maana nakwambia binafsi nilivyosikia reforms zinafanyika nilishtuka. Lakini serikali chini ya uongozi wa mama wamethubutu na wamefanya. Kwa nini ulishtuka? Mwanzo zilikuwa zina changamoto gani? Zilikuwa zina changamoto, lakini hiyo tuliokuwa tunailalamikia ndio hiyo ambayo iliwahi kuwapatia Chadema wabunge wengi. Ndio hiyo tume ambayo tulikuwa tunatumia siku zote. Ndio sheria hiyo ambayo tulikuwa tunatumia miaka yote. Chadema hawakuwahi kulalamika, lakini leo wanalalamika, wanataka ifumuliwe, kuna baadhi ya vitu wanataka virekebishwe. Kwa hiyo nikawa nasema sasa hawa wanataka vitu hivi, na maana wanataka favor. Na wote tunatafuta dola. Sasa wao wanakuwa kama wanataka favor. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, maoni yangu mimi, sio chama changu, nikawa naona mbona kama mama anaenda kuwapa favor hawa watu. Sijui kama umenielewa. Kwa mtazamo wangu nikaona kama wanapewa favor. Lakini pamoja na hiyo favor kupewa, bado wanakuwa hawariziki. Kwa hiyo mimi naona serikali imefanya jitihada kubwa sana kwa kuamua tu kuchukua jitihada za kufanya hayo mabadiliko. Ni mchakato mkubwa sana umefanyika. Mchakato mkubwa mno kwa kutokea. Watu wanasema ni haki ya kila Mtanzania. Hata katiba pia inaruhusu. Kufanyaje? Ni haki yake mtu kugombea, lakini haki yake sasa ni haki yake kugombea, waje wagombee. Kwa nini wanakataa kugombea kati ni haki yao? Hata katiba yao wanakiuka. Wanasema kuna vifungu vinawabana. Vifungu gani vinawabana? Ambavyo rais inaonekana ana nguvu kubwa kushinda mtu mwingine. Nguvu ipi? Anafanya nini rais? Yaani kwamba anakuwa na maamuzi makubwa, lakini pia anakuwa na power ya kucontrol hata vyombo vya dola. Hapana. Haiko hivyo. Okay. Kwa sababu kuna sheria. Na ndio maana wanalilia hiyo sheria ifanywe reform. Na imefanywa reform. Ndio. Kusingekuwa kuna sheria, rais ndo ana maamuzi hayo yote, wasingesema no reform no election. Kwa sababu hata zikifanyika reform, still bado rais angekuwa na hizo power. Lakini wanalilia reform kwa sababu sheria ndio inayotumika. Na reform zimefanyika. Kwa hiyo basi waje tukutane uwanjani. Ulingoni. Sawa. Evelyn Meena, ni tutegemee kukuona kwenye uchaguzi huu mkuu kama labda wagombea ubunge au na kitu kama hicho? Karibu sana. Kwa sasa hivi bado kidogo, nimeingia Chama cha Mapinduzi, bado naendelea kujifunza baadhi ya vitu, baadhi ya mambo, lakini kwa ukomavu wa kisiasa nimekomaa. Nimehudumu kwenye siasa muda mrefu nikiwa upinzani, nimeshika nyadhifa mbalimbali kama nilizokuambia, lakini kwa chama changu hichi kipya bado nakitumikia chama changu, na nashukuru kimenionyesha ushirikiano mkubwa sana. Nimeingia sina hata mwaka mmoja, lakini nimepewa majukumu makubwa.
Sasa hivi nahudumu ofisi ya mkoa pale, idara ya itikadi na uenezi, ndio nafanya kazi pale, majukumu yangu. Nimepata mafunzo mbalimbali, kwa hiyo ni ushirikiano mzuri ambao wamenionyesha. Kwa hiyo bado ninaenda nao, siwezi kusema, lakini tutavuka daraja tutakapolifikia. Sasa uchaguzi huu, kwa tathmini yako, uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025 ndio maana ya hii safari 1025, okay, unauonaje? Tafsiri yako ni ipi? Tafsiri yangu mimi naona Chama cha Mapinduzi, chama changu, tunaenda kushinda kwa kishindo kutokana na jinsi tulivyojipanga kuanzia sasa hivi. Sisi tayari tuna mgombea urais, tayari tuna rasimu ya ilani ambayo tutaenda kuiuza kwa wananchi. Kwa hiyo tumejipanga, na itoshe kusema kwamba tulioyaahidi yote yametekelezwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hakuna doubt, ndio maana unasikia wanasema sisi hatuna deni na rais, bali rais ndo ana deni na sisi, kwa sababu ametekeleza yale ya kwetu yote. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa sisi ikifika Oktoba kwenda na sisi kukamilisha kumchagua, ili na sisi tusiwe na deni naye. Lakini sasa hivi rais ana deni na sisi kwa sababu amefanya mambo makubwa sana sana kwa nchi hii. Neno la mwisho kwa Mtanzania ambaye anakutazama sasa hivi na mtu ambaye yupo nje ya Tanzania, nataka inawezekana tumezungumza mengi, lakini kuna kitu ambacho labda unatamani kumwambia Mtanzania au na yule mtu ambaye yupo nje ya Tanzania, mwana CCM au mwananchi wa kawaida au mtu wa vyama vingine pia vya siasa. Karibu sana. Asante. Mimi ninachopenda kuambia Watanzania, serikali ya Chama cha Mapinduzi ina nia na dhamira ya dhati sana ya kuleta maendeleo kwa nchi yetu hii. Kwa hiyo nipende sana kuzungumza na vijana, rika ambalo ni nguvu kazi ya taifa hili, kuonyesha ushirikiano kwa serikali. Fursa zinazotolewa na serikali hii ni nyingi sana. Miradi ya kimkakati ni mingi. Kwa hiyo kijana kama kijana, tuhakikishe una taarifa gani kwenye mkono wako. Unajua ni nini kinaendelea ndani ya nchi yako. Tunaona kuna vijana wameenda kusomeshwa kwa ajili ya kuja kufanya kazi kwenye bomba la mafuta. Je, taarifa hizo unakuwa unazo? Watu wanaenda kupewa mashamba na mitaji, kuna mikopo ya 10%. Je, taarifa hizo unazo? Kwa hiyo kama kijana wa Kitanzania, tujikite zaidi kwenye mambo ya msingi kuhakikisha taifa letu linasonga mbele, kuliko kukwamisha serikali hii na kukosoa kila kinachofanyika ambacho kina tija ya nchi hii. Tuhakikishe basi tunatoa ushirikiano kwa serikali na kutafuta zile fursa na kusikiliza na kujua ni habari gani tunazokuwa nazo kwa ajili ya manufaa yetu sisi na taifa letu kwa ujumla. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wako, lakini pia nina imani pia tutaendelea kuwasiliana kwa sababu uchaguzi ndo kwanza, sasa hivi mchaka umeanza. Kwa hiyo nina imani pia tutaenda kukutana pia katika vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kupitia hapa Global TV ili tuendelee kuzungumza pia mambo ambayo yatakuwa yanaendelea. Nikushukuru pia kwa muda wako na hongera pia kwa kazi nzuri, kwa sababu tunaonana huko kwenye sehemu mbalimbali. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sawa. Asante sana kwa Zakaria. Hii ni safari 1025 na tumehitimisha hivyo. Leo tulikuwa tuna kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye amehudumu katika nafasi mbalimbali, tunasema katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na sasa hivi ni mwana CCM. Tumezungumza naye mengi sana na ninaamini pia umepata mengi sana. Maoni yako ni muhimu sana kwa hapo kwenye live chat na mambo mengine kama haya. Mimi nikushukuru sana kwa kuitazama safari 1025. Mimi naitwa Gadmuya, mitandaoni utanipata kwa jina hilo hilo la Gadmuya, ni GODMUA. Bye bye. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.